Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar, Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Aman Abeid Karume, Rais mstaafu wa Zanzibar awamu ya 6, Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, Rais mstaafu wa Zanzibar awamu ya 7, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Spika wa Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Zanzibar, ndugu Dorothy Semu, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo, ndugu Juma Duni Haji, mwenyekiti wa taifa mstaafu wa chama cha ACT Wazalendo, ndugu Ismail Juu Saladu, makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo Zanzibar, ndugu Aka Mchinjita, makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo Tanzania Bara, Mheshimiwa Steven Wasira, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Tanzania Bara, Mheshimiwa Balozi Dr. Asha Rose Migiro, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Ado Shaibu, katibu mkuu wa ACT Wazalendo, Mama Awena Sidani, ndugu Muhammad Saidimwa, mimi huwa namuita mufti, naibu katibu mkuu wa CCM, ndugu Omar Ali Shehe, naibu katibu mkuu wa ACT Wazalendo Zanzibar, ndugu Esther Thomas, naibu katibu mkuu wa ACT Wazalendo Tanzania Bara, ndugu Shamsi Vuai Nahodha, waziri kiongozi mstaafu, Mheshimiwa mwanasheria mkuu wa Zanzibar, waheshimiwa mawaziri, ndugu wajumbe wa kamati ya uongozi wa chama cha ACT Wazalendo, ndugu wajumbe wa kamati kuu ya CCM, ndugu viongozi wa vyama vya siasa, ndugu viongozi wa dini, ndugu viongozi wa taasisi viongozi wa taasisi za umma na binafsi, wananchi wenzetu mnaofuatilia hafla hii, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo, kwa kutuwezesha kukutana hapa kwa salama na amani kufanikisha shughuli hii muhimu. Sala na salamu zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pili, nachukua fursa hii kuwashukuru kwa dhati viongozi wetu wastaafu wa Zanzibar, Mheshimiwa Amani Abeid Karume na Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein kwa kukubali ombi la Rais wa Zanzibar la kusimamia awamu ya mwanzo ya mchakato wa kutafuta ufumbuzi wa mkwamo wa kisiasa baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Tulipoanza mazungumzo tarehe 9 Novemba mwaka 2025, tofauti iliyokuwepo baina ya pande mbili ilikuwa kubwa sana, lakini kwa hekima, weledi na uzoefu wenu, hatimaye imeweza kutusaidia kufikia tulipo leo na kufanya shughuli hii adhimu leo iwezekane. Kwa hakika mmetufunza, mmetuongoza na mmetuachia alama kubwa ya uongozi na uzalendo kwa nchi yetu.
Tatu, naomba nichukue fursa hii kumshukuru kwa dhati mwalimu na mwenyekiti mstaafu wa ACT Wazalendo Babu Juma Duni Haji kwa kukubali kushirikiana nami katika jukumu la kusimamia kazi hii katika hatua zote. Kwangu amekuwa maktaba ya uzoefu wa michakato ya aina hii huko nyuma na namna ya kuiendea kila hatua. Nne, naomba kushukuru uongozi mzima wa chama changu cha ACT Wazalendo kwa kutuamini mimi na Babu Duni katika hatua hii. Kwa namna ya kipekee nimshukuru kiongozi wa chama ndugu Dorothy Semu ambaye aliongoza vikao vyote vya kamati ya uongozi na kutoa uongozi katika mchakato huu. Aidha, shukrani mahsusi ni kwa makamu mwenyekiti wa chama Zanzibar ndugu Ismail Yusaladu kwa kuratibu kamati ya mashauriano ya chama iliyosimamia mchakato huu katika hatua zote. Wapo wengi wanaostahiki shukurani kwa mchango wao mkubwa. Naomba waridhie tu kuwa ninatambua na kuthamini michango na kujitoa kwao. Tano, naomba kwa dhati nichukue nafasi hii kukushukuru na kukupongeza Rais wa Zanzibar na makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa uongozi wako katika suala hili. Hatua yako ya kuwateua wazee wetu, viongozi wetu, rais wastaafu wa Zanzibar kusimamia mchakato huu ilikuwa ya busara kubwa. Aidha, ushiriki wako binafsi katika baadhi ya vikao muhimu katika mchakato huu umeonesha njia na kuyafungua yale ambayo yalikuwa magumu baadhi ya wakati kuyapatia ufumbuzi. Sita, kwa upekee naomba nishukuru kwa dhati, nikushukuru wewe Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Wanafalsafa wametufundisha kwa tusikilize kwa makini yanayosemwa, lakini tusikilize kwa makini zaidi yale yasiyosemwa. Wanaoifahamu maana falsafa hii watafahamu kwamba uwepo kwako leo hii katika hafla hii ni kauli nzito ya kiuongozi, ni alama muhimu ya hekima na ni muongozo juu ya umuhimu wa jambo hili. Ni kielelezo cha ulivyobariki hatua hii katika hatua zote na utakavyoendelea kutoa uongozi katika mchakato huu. Mwisho, katika shukurani, ninatambua kwamba wapo wengi sana waliofanya kazi kubwa ya kufanikisha mchakato huu hadi hapa tulipofika. Natamani niwataje hata angalau baadhi yao, lakini muda hauruhusu. Tunathamini sana mchango wao, naomba wakubali kauli yetu hiyo. Waheshimiwa viongozi na wananchi kwa jumla, kabla ya kuanza kwa uchaguzi, kabla na baada ya uchaguzi mkuu wa Zanzibar wa Oktoba 2025, mambo kadhaa yalijitokeza ambayo yaliiweka Zanzibar katika wasiwasi mkubwa juu ya mustakabali wake. Mawazo ya kupata ufumbuzi yalikuwa ya kila aina, baadhi ya jazba na hatari, mengine ya kukata tamaa na mengine yaliyoangalia matokeo ya muda mfupi. Wapo ambao kwa kukata tamaa kwao na kutokufikiri mbali walisahau kuwa Zanzibar imekuwepo na itabaki. Kinachobadilika ni zama, majira na mifumo ya kiutawala. Wapo pia waliokuwa na hekima. Hekima ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameibariki na kusema ni tunu inayotoka kwake.
na huwapa aliowachagua, kama alivyoeleza katika Qur'an sura ya 2 Suratul Baqara aya ya 269 kwamba amewachagua wa kuwapa hekima, lakini aliyowapa hekima kawapa kheri nyingi sana. Lakini watakaolijua hili ni wale watu ambao wakutafakari. Wao walituongoza kuchagua njia ya hekima ya kutafuta ufumbuzi kwa njia ya mazungumzo. Waheshimiwa viongozi na wananchi kwa jumla, mazungumzo yaliongozwa na Rais wastaafu wa Zanzibar yalianza tarehe 9 Novemba 2025 na kuendelea kama ilivyoainishwa katika tamko la pamoja. Madhumuni yakiwa ni kuainisha maeneo yote muhimu ambayo yakipatiwa ufumbuzi yataivusha Zanzibar na kujenga msingi imara ya kuepusha kujirejea kwa hali ya wasiwasi na maafa kila msimu wa chaguzi. Aidha, kujenga misingi imara ya maridhiano, amani na utulivu endelevu, kuimarisha utawala mwema, uhuru wa watu, wajibikaji, utoaji wa haki na hatimaye ufanisi katika utendaji wa taasisi za umma. Baada ya hatua hizo, hatimaye tuliafikiana maeneo muhimu ya kuchukuliwa hatua. Katika kufanya hivyo, hatua ya mwanzo ni kuyapatia maeneo hayo uchambuzi wa kina na hatua za kuchukuliwa kwa kila eneo. Kazi hiyo itatekelezwa na kamati ya pamoja itakayoundwa kwa mujibu wa ratiba iliyokubaliwa. Baada ya uchambuzi, tume ya utekelezaji itaundwa kwa sheria mahsusi ili kusimamia utekelezaji kitaalamu na kwa ufanisi. Bila shaka hatua hizo zitachukuliwa kwa mujibu wa ratiba ya utekelezaji. Maeneo muhimu yatakayohusika ni mchakato ni pamoja na kujenga imani na kuaminiana, kupitia upya katiba yetu, kupitia upya mfumo wa uendeshaji wa uchaguzi, utumishi wa umma, mfumo wa utoaji haki na serikali za mitaa. Haya ni katika maeneo machache kati ya mambo ambayo yatahusika na hayo yatakayokwenda kupatiwa skopi yake na kamati ya pamoja. Waheshimiwa viongozi na wananchi kwa jumla, kwa wengi wanaweza kutafsiri kuwa hatua zinazochukuliwa ni kupata ufumbuzi wa kisiasa tu kwa faida ya vyama vya siasa. Kwa faida ya vyama vya siasa hasa katika chaguzi. Huo ni mtazamo mfupi. Mtazamo sahihi ni kuwa Zanzibar inahitaji zaidi hatua zinazoainishwa kwa manufaa mapana na ya muda mrefu ya kijamii na ya kiuchumi. Nchi zote zilizopiga hatua ya maendeleo, hasa nchi za visiwa, zimetanguliza hazina kuu 5. Ya kwanza ni utengamano wa kijamii, yani national cohesion. Ya pili, serikali yenye uadilifu, uwazi na inayoongozwa na utawala wa sheria, an honest government where the rule of law reigns. Ya tatu, uwajibikaji. Ya 4, utulivu wa kisiasa na wa kimaamuzi. Na ya 5, amani na utulivu endelevu, yani sustainable peace and stability. Zanzibar ni nchi ya uchumi wa huduma za biashara. Inayo ndoto ya kuwa kituo kikuu cha biashara, huduma za usafirishaji na huduma za usafirishaji. Hivyo hii ni ndoto ya karne nyingi, ni jadi yake, ni asili yake. Hayo yanahitaji mfumo imara wa uchumi wa kitaasisi, yani corporate economy, soko huria, soko la mitaji, taasisi imara za kuchunga uchumi na taaluma, yani economic regulation, na mfumo wenye ufanisi wa utatuzi wa migogoro na utoaji wa haki. Hivyo ni wazi kuwa hatua zinazokusudiwa kuchukuliwa sio tu za manufaa ya kisiasa, bali maslahi mapana ya kijamii, kiuchumi na kiutawala. Ni juhudi za kujenga na kuipeleka mbele Zanzibar ili iweze kutimiza ndoto zake.
kwa faida na manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Ni wajibu wetu viongozi wa ngazi zote wa kisiasa, kiserikali, binafsi na wa dini kulifahamu hilo na kuonyesha njia sahihi kwa wananchi wote. Waheshimiwa viongozi na wananchi, pamoja na hayo, naomba tukiri kwamba na tunafahamu kwamba pamoja na yote hayo tumefika pahala hapa muhimu sana katika kutafuta ufumbuzi, lakini bado tukiwa katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni viongozi na wananchi ambao wamefurahia hatua hii sana, wanaiombea dua na wanatamani sana ifanikiwe. Hawa wanaamini kuwa viongozi tunaosimamia haya tutayasimamia kwa dhati. Kwa ufupi, wanatuamini na wanaamini hii ni njia sahihi. Hawa ni wengi sana, lakini bahati mbaya hawana sauti, hawana mamlaka na hawana hata ushawishi. Kundi la pili ni la wale ambao wamekata tamaa, bado hawana imani na mchakato huu. Hawa ni wale wanaosema ni yale kwa yale, hakuna litakalokuwa. Wengine wanadiriki hata kuwapa na kuweka rehani vitu vyao. Swahili tunasema wanapinga, litakuwa haliwi. Hawa nao si wachache. Sio kwamba hawapendi mafanikio ya hili, bali wamekatishwa tamaa na mwenendo wa tulikotoka na jinsi mambo yanavyojirudia hata baada ya ahadi, sheria na katiba kutengenezwa upya. Hawa wanahoja, lakini wapo tayari kuunga mkono juhudi zozote za kweli zitakazochukuliwa. Lakini wasipoona dhamira na ukweli katika utekelezaji, ni jeshi kubwa na lenye nguvu la kuwavunja moyo wale wengi wenye imani na mchakato huu. Kundi la tatu ni la wale wasiokubali mchakato huu na wapo tayari kupambana nao ili lolote lisifanikiwe. Hawa hawapingi tu mchakato huu, hawa wanapinga hata uwepo wa serikali ya umoja wa kitaifa. Hawa wanaamini haya ni makaratasi tu, hii ni njia tu ya funika kombe, lakini mambo yataendelea kama kawaida yao. Hawa ni wachache sana, lakini wenye maslahi binafsi na sio ya nchi wala wananchi, lakini baadhi yao wana nyadhifa, baadhi yao wana mamlaka na wana ushawishi mkubwa. Kibaya zaidi, wanapinga mchakato huu kwa kisingizio kwamba Zanzibar ni nchi ya kimapinduzi, iendeshwe kimapinduzi, kama kwamba madhumuni ya mapinduzi ni fujo, kama kwamba madhumuni ya mapinduzi ni vurugu, kama kwamba madhumuni ya mapinduzi ni ufisadi, kama kwamba mapinduzi ni kutokuwepo sheria na taratibu. Naomba sote kwa pamoja tu watanabahishe kwamba historia ya dunia kwa jumla na historia ya nchi yetu imetufundisha kwamba mapinduzi ni kielelezo tu cha shauku ya wananchi kuleta mageuzi katika nchi yao kwa faida ya nchi na wananchi wote. Katika ngazi ya kidunia, historia inatuonesha kwamba mwana mapinduzi mahiri na mkubwa pengine kuliko wote, Jenerali Simon Bolivar, aliongoza mapinduzi katika nchi 6 za Amerika ya Kusini na kuzipatia uhuru. Nchi hizo zikiwa ni Venezuela, Colombia, Ecuador, Panama, Peru na Bolivia. Baada ya kazi hiyo kubwa, alipopewa fursa ya kuwa kiongozi wa kisiasa alikataa. Na alipopewa fursa ya kulihutubia bunge la Venezuela katika
hotuba yake maarufu sana na ambayo imetiwa katika hotuba maarufu 100 za kidunia inayoitwa Address et Angostura ya tarehe 15 Februari mwaka 1819, alisema maneno yafuatayo: You legislators, grant to Venezuela a government preeminently popular, preeminently just, preeminently moral, which will hold in chains oppression, anarchy, and guilt. A government which will allow righteousness, tolerance, peace to reign. A government which will cause equality and liberty to triumph under the protection of inexorable laws. Na alimalizia hotuba yake kwa kusema, Gentlemen, commence your duties. I have finished mine. Kizungu, Mheshimiwa viongozi, kizungu hichi tafsiri yake labda ingempata Mwalimu Idrisa Kitwana, lakini nimemtafuta sikumpata. Kwa hivyo hii ni tafsiri yangu mimi, maana huwa namsikia nasomesha Baraza la Wawakilishi. Alisema, enyi wabunge, ipatieni Venezuela serikali itakayopendwa sana na watu, itakayotenda haki kwa kiwango cha hali ya juu, itakayothamini utu, itakayozuia ukandamizaji, udikteta na matendo ya kihalifu, serikali itakayohakikisha uadilifu, kuvumiliana na amani vinatawala, serikali itakayohakikisha uhuru na usawa vinatamalaki chini ya sheria madhubuti za nchi. Na alimalizia kwa kusema, enyi waungwana, mimi nimemaliza kazi yangu, anzeni ya kwenu. Kwa hapa kwetu Zanzibar, baada ya mapinduzi, Mzee Karume alipitisha sheria namba 6 mwaka 64 ambayo ilifafanua malengo ya mapinduzi, ikiwemo kujenga umoja, mshikamano, usawa na kuondoa ubaguzi. Sheria hii inaendelezwa na kupewa nguvu ya katiba ya sasa ya Zanzibar, hasa tamko la kutunga katiba, yani preamble, na ibara ya 9 ya katiba. Mwaka 79 marehemu Mzee Aboud Jumbe alitunga katiba ya mwanzo ya Zanzibar ya mwaka 79 baada ya mapinduzi. Alifanya hivyo kwa kuona ni wakati mwafaka, bila kudaiwa wala kushindikizwa. Alikubali kuacha madaraka makubwa ya mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na Baraza la Mapinduzi yenyewe, na mapinduzi yaende kwa wananchi kupitia Baraza la Wawakilishi, ambayo yeye mwenyewe siku ya kulifungua aliliita kwamba ni ngome ya wananchi. Marehemu Mzee Ali Hassan Mwinyi alikuja na katiba ya mwaka 84 ambayo tunaitumia mpaka leo. Alitanua haki ya wananchi kuchagua wawakilishi wao, ilitambua na kulinda haki za binadamu na kuruhusu wananchi kudai haki zao mahakamani na mengineyo mengi. Aidha, aliondoa mfumo wa mahakama za wananchi na kuanzisha mfumo tulionao sasa wa mahakama. Alianzisha haya kukiwa na chama kimoja tu, bila kudaiwa, bila kusindikizwa, bali aliona wakati umefika, Zanzibar inahitaji mfumo imara. Mwaka 2000 Rais wa Zanzibar Dr. Amani Abeid Karume alianzisha Wizara ya Utawala Bora na kusimamia marekebisho ya 8 ya katiba yaliyoanzisha, pamoja na mambo mengine, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka, ili usimamizi wa haki jinai uwe huru na usiingiliwe na siasa. Na niseme hapa, alinipa heshima ya kuwa mkurugenzi wa mwanzo wa mashtaka kuanzisha ofisi. Aidha, alisimamia marekebisho ya 10 ya katiba yaliyozaa serikali ya umoja wa kitaifa, ikiwa ni utekelezaji wa mwafaka baina ya vyama vikuu vya siasa. Wakati huo Rais Dr. Ali Mohamed Shein alichukua hatua muhimu
ya mageuzi ya utumishi wa umma kwa kusimamia kutungwa kwa sheria ya utumishi wa umma mwaka 2011 ambao mpaka leo tunaitumia, ambayo pamoja na mambo mengine iliweka maadili ya utumishi wa umma ikiwemo ile ya kutokujihusisha na siasa. Haya yote yalifanywa na viongozi walioyashuhudia mapinduzi, walioyaishi mapinduzi na walioyafahamu vyema. Sasa anayedhani mapinduzi ni fujo, ni kutokuwa na sheria wala taratibu, yeye ameegemea hoja gani? Ndugu viongozi na wananchi, tuungane na tushirikiane katika kuipa Zanzibar kuwa na kufikia pale inapostahiki. Yote yanayokusudiwa kufikiwa katika mchakato huu sio kwa maslahi ya vyama wala watu binafsi, ni kwa manufaa ya nchi, watu wake na vizazi vijavyo. Tushirikiane katika kuwafahamisha watu na kuwasomesha wale wasiofahamu. Tuwakatae wanaobeza haya na tupambane na wanaoyapinga haya kwa nguvu zetu zote. Ndugu viongozi na wananchi, naomba kwa niaba ya chama changu cha ACT Wazalendo nitoe ahadi zifuatazo. Ya kwanza, chama chetu cha ACT Wazalendo kimeingia katika mchakato huu kwa dhamira njema na kwa nia ya kutekeleza yote yatakayofikiwa. La pili, tunafahamu bado safari iliyopo mbele yetu ni kubwa sana na ngumu, lakini tumejidhatiti kuienda ili kutafuta ndoto ya watu wa nchi hii ya amani na utulivu endelevu na ustawi wa kijamii na kiuchumi. Ya tatu, chama chetu cha ACT Wazalendo kinawaahidi wananchi wa Zanzibar kwamba tutatanguliza siku zote maslahi ya nchi na wananchi, na kamwe hatutotanguliza maslahi ya chama chetu wala maslahi binafsi. Na nne, chama chetu kitasimamia yote yatakayohitajika na kitaendelea kuwafikia wananchi wote wa Zanzibar bila kujali itikadi zao, ili kuwaelimisha juu ya umuhimu wa mchakato huu. Mwisho, naomba niwatanabahishe Watanzania wenzetu wote kuwa linapotokea tatizo lolote, njia sahihi ni kuzungumza. Mnaweza mkapigana, mkauana, mkamalizana, lakini mwisho mtarudi kwenye kuzungumza, kwa sababu mazungumzo ndio yanayojenga, ndio yanayopanga na ndio ambayo yanaweza kuzaa jambo la kutekelezeka. Kutafuta ufumbuzi kwa maslahi mapana ya taifa, kuzungumza kwa kuwekeana staha na kuvumiliana. Wenye busara wanasema usikilani kiza tu, washa taa au mshumaa. Hata tukiungana Watanzania wote tukakilani kiza, hakitaondoka aslan abadan. Kiza kitaondoka kwa kuwasha taa, na taa ni mazungumzo yenye malengo. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mungu ibariki Zanzibar na viongozi wake. Asanteni sana kwa kunisikiliza.